Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu muujiza na maajabu ya mti wa mgangamala au mbakua. Mti huu una mambo mengi sana, lakini leo nitauzungumzia kwa uchache. Je, kazi za mti wa mbakua au mgangamala unazifahamu wewe? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kwa yule mtu mwenye changamoto za kupoteza nguvu za kiume, au kwa yule mtu mwenye changamoto ya ume wake kuwa mdogo, anahitaji kukuza ume wake, aidha uwe nene au aidha uwe mrefu kwa sentimita unazozihitaji wewe. Unachotakiwa kukifanya wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama, fika katika mti huu, hakikisha umekoga na umevua viatu na umechukua ondo. Chukua mizizi ya mti huu wa mbakua au mgangamala, ukwangue vizuri kwa manuizo maalum, tia nia. Utakavonuia wewe ndivyo itakavyokuwa. Utapokuwa umekwangua, lamba mara 2. Hakika kama ulinuia ume wako uwe mrefu kwa sentimita unazozihitaji wewe, basi ndivyo itakavyokuwa. Au kama unahitaji kuwa mnene kwa kiasi unachotaka wewe, ndicho kitakachofanyika. Mchawi ni manuizo. Na kama ulikuwa huna nguvu za kiume, basi ndivyo itakavyokuwa, utapata nguvu za kiume. Na hakikisha unapolamba ulambe mara 2, sio mara 3, na ule ume utasimama sana. Hakikisha uwe na mwanamke pembeni, mkeo. Haya ni maajabu na miujiza wa mti huu wa mbakua. Na kwa yule mtu ambaye anasumbuka na maradhi yani amepata matende katika miguu yake na amepata, au yule mtu anayesumbuka na shida ya tonsils, tunasema yale tonsils yametoka katika shingo, sawa Tutakiwa kukifanya hayo magamba yake ya mti wa mbakua utayachemsha, kisha utatumia kujichua, kujikanda katika tonsils ya kwenye shingo pamoja na kwenye matende ya miguu. Yule mtu aliyevimba miguu, haijalishi miguu ni mitihani ya Mwenyezi Mungu au ni mitihani ya kishetani au ni mitihani ya kichawi, basi hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukifanya mwendelezo kwa muda siku 14 utapona hilo tatizo la kuumwa maradhi ya matende na shingo. Tonsils yatakuwa ni yenye kuisha, lakini majani yake pia utatumia kukoga. Na haya majani pia kwa yule mtu ambaye anasumbuka na maradhi ya uembamba au mtoto anakuwa ni mwembamba, hata ale nini na nini hanenepi, haya majani yake ukitumia kumkogeshea, basi hakika kwa idhini yake Allah, ukifanya mwendelezo kwa muda wa siku 20, yule mtoto atapata mwili na atanenepa. Haijalishi maradhi yake yalikuwa yanatokana na utapiamlo au unatokana na maradhi ya kishetani au ya kichawi, basi kwa idhini yake Allah atakuwa ni mwenye kupona na atakuwa ni mwenye mwili. Mti huu una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana. Mti huu wa mgangamala au mbakua kama unavyoona hapa una miujiza mingi sana, lakini kwa leo naomba uridhike na elimu hii chache ambayo nimekupatia Daktari Musa. Kama unavyoona hapa Daktari Musa, ofisini kwangu kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako. Je, unahitaji kumiliki
mamilioni ya fedha. Kama unavyoona Daktari Musa hapa, navyomiliki mamilioni ya fedha. Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa, usisite kubonyeza namba +255 784 120 592, na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.